إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله رب على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Katika khutba iliyotangulia tuliweza kuangazia umuhimu wa msikiti na pia tukagusia baadhi ya adabu Muislamu atakana awe nayo pindi anapoingia msikitini. Ikiwa mwakumbuka tulielezea kwamba msikiti ndo sehemu Mwenyezi Mungu wapenda zaidi juu ya ardhi hii. Tukaeleza kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika amali ambazo anazozipenda ni mtu kujenga msikiti. Na kadhalika tukaeleza kwa yule ambaye hana uwezo wa kujenga msikiti akatenga wakati wake kuhudumia msikiti wa Mwenyezi Mungu, ana thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tukatoa mfano wa yule mwanamke aliyekuwa akisafisha msikiti zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika tukakuwa ni wenye kuangazia makosa ukifanya ndani ya msikiti kwa kuchafua, kwa kuudhi. Tukagusia nukta hiyo pia, tukaeleza madhambi makubwa. Tukaeleza jukumu la msikiti ni sehemu pa kuswali, sehemu pa kusoma Qur'ani, sehemu pa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii thawabu kubwa kuja msikitini unapokuwa ni mwenye kuchukua kila hatua ukija katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inakuwa sababu ya Allah kukusamehe madhambi zako. Kwa kila hatua Mwenyezi Mungu yakufutia dhambi, kwa hatua nyingine Mwenyezi daraja. Kadhalika alayhi wasallam amewasifu wale ambao wanaopenda kukaa msikiti, na hii nukta mimi sikutaja katika khutba iliyopita. Ikiwa mu'min yupenda kuja msikitini na roho yake imefungamana na msikiti, basi huyu ni ishara kwamba ni mtu wa khairi, na khairi hii itakuwa ni yenye kiyama. Siku ukiwa ni mwenye kupenda msikiti na wapenda kukaa msikiti, kila saa watamani utarudi lini, kisha wajipanga utarudi lini asr, wapanga utarudi lini wa jamaa maghrib. Umeswali maghrib ukaamua kukaa mpaka isha, hasa wewe huridhi kuswali nyumbani, wataka kuswali ma'al jamaa. Mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti ana khairi nyingi, na hii khairi natija yake itadhihirika siku ya kiyama. Kwa ushahidi wa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Watu wa saba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ataweka chini ya kivuli cha arshi yake. Na tunajua ya kwamba siku ya kiyama ni siku nzito, na ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ataleta jua lije karibu, na watu watapata kuteseka kwa joto, kwa dhiki. Hasa wewe imagine umeenda sehemu, umeenda Mombasa, na Mombasa ni wakati wa joto. Hakuna kitu utatamani kama ni AC, ama uingie ndani ya nyumba ambayo ina AC, wapata kusikia raha. Hasa joto la siku ya kiyama, kuna watu wataingizwa chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu uko juu ya arshi yake, chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu watawekwa huko chini, na ni bora kuliko AC, na ni bora kuliko watu wateseka. Lakini kuna watu wa saba Mwenyezi Mungu ameweka huko chini, wasipate dhiki, wasipate tabu ya jua, wasipate dhiki ya joto. Mmoja katika hao watu wa saba, Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, mtu ambaye roho yake na moyo wake imefungamana na mapenzi ya nyumba Mwenyezi Mungu. Kila saa yataka kwenda msikitini, kila saa yataka kwenda msikitini. Naomba Allah tujalie tufike daraja hiyo. Tukaeleza kwamba kuna adabu lazima tuwe nazo, na adabu hizi ni adabu za msingi ambazo ni dharura. Na kama vile unapokuwa ni mwenye kuswali, kuna baadhi ya mambo lazima uyafanye, kadhalika ukija msikitini kuna baadhi ya mambo lazima uzingatie. Ama unapokuja msikitini ukitaka kuswali, zingatia adabu hizi 19 ambayo ulama wametaja. Nilitaja adabu mbili. Adabu ya kwanza
atazayyun wa tajammul qabla dhihab ila almasjid, mtu kujipamba na mtu kuvaa mavazi mazuri kabla hajakuja msikitini. Usikuja mchwara, umekuja alfajiri, umekuja na pajamas, saa zingine hujapiga mswaki, umekuja kuswali jamaa na nguo ambaye si ya heshima. Lau ukialikwa na mtu fulani katika serikali au umealikwa katika hafla ya harusi, huwezi kwenda na hiyo nguo ambayo umesimama naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Na mavazi haya ni Allah amekupa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni mavazi na mapambo yaliokuwa sawa mnapoenda katika misikiti ya Mwenyezi Mungu. Adabu ya pili tukasema ya kwamba ni mtu asije msikitini na harufu mbaya. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, na tuliangazia katika darsa ile katika khutba iliyopita, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwakanya watu ambao wanaokuja msikitini na harufu mbaya. Na zama hizo harufu mbaya ilikuwa imetokamana na wao kula vitunguu na vitunguu saumu, onion and garlic. Na mwajua ikipikwa kitu kitunguu saumu inaharibu harufu ya mdomo, lazima upige mswaki. Hasa Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwakataza anayekula basal, anayekula vitunguu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema, man akala min hadhihi shajarati almuntina fala yaqrabanna masjidana, anayekula hizi miti zenye harufu mbaya asikaribie misikiti yetu, wala asije kuswali na sisi na hii harufu mbaya. Fa innal malaikata tataadha mimma yataadha minhu al-ins, malaika wanakuwa ni wenye kuchukizwa na yale ambayo wanaochukizwa na wanadamu, harufu mbaya. Bali siku moja Rasul sallallahu alayhi wasallam aliamrisha watu ambao waliokula vitunguu na thaum waliokuja kuswali msikitini, kwa ushahidi wa hadith ya Mu'dan ibn Abi Talha, anna Umar ibn Khattab alitoa khutba akawaambia aliyekuwa na harufu mbaya asikuja ndani ya misikiti yetu. Kisha akawakanya watu wasile hizi basal na thaum, wanaokula vitunguu na thaumu. Akasema Umar ibn Khattab, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha wajada rihahuma min ar-rajul fi al-masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Ar-Rasul akisikia mtu ana harufu mbaya ndani ya nyumba ya Allah, na hii harufu mbaya ni kitunguu na thaumu, hajapiga mswaki, amekuja na harufu mbaya ndani ya msikiti, Umar bin Khattab asema nimemwona mtume wa Mwenyezi Mungu akisema mtoeni huyu ndani ya msikiti, mpelekeni nje. Hasa ya ikhwan, vipi mtu atakuja msikitini na hajapiga mswaki? Vipi mtu atakuja msikitini hajaoga siku 3? Vipi mtu atakuja msikitini na yuakuja na harufu mbaya ya sigara na mambo mengine? Aib. Kwa hivyo Muislamu lazima zingatie hapa. Na Ar-Rasul katika msikiti wake awafukuza watu kwa sababu atena awaamrisha. Umar asema nimemwona mtume akiwatoa watu, asema toeni hawa msikitini, wapelekeni nje Baqi'. Kwa nini? Wa anna al-masajida liman wa anna al-masajida lillah, ni msikiti ni nyumba ya Allah. Katika adabu ambayo tutakana tuzingatie, ambayo ulama wametaja, ni mtu anapokuja msikitini umevaa vizuri, umepiga mswaki, una harufu nzuri, basi ukija msikitini utembee katika hali ya utulivu, usije mbio kama wakimbia. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, idha uqimatis salah fala ta'tuha wa antum tas'aun walakin ituha wa antum tamshuna wa alaykumus sakina fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu. Ar-Rasul asema katika adabu ya kuja msikitini atufundisha, asema mkisikia swala imehakimiwa na nyinyi mko nje ya msikiti, msije kama mwajambio mwakimbia. Kama kweli ulikuwa wataka kuwahi safu ya kwanza, kama kweli ulikuwa wataka kuwahi takbiratul ihram, ungekuja mapema. Lakini uko nje ukasikia kwamba swala imehakimiwa, ukajiona kwamba wapenda khairi, ukaanza mbio kukimbia kuja msikitini. Asema Rasul, asema la, msifanye hivyo. Kisha asema sallallahu alayhi wasallam, walakin ituha wa antum tamshuna wa alaykumus sakina, njooni ili hali mwatembea tena katika hali ya utulivu na heshima. Kisha akasema fama adraktum fasallu
wama fatakum faatimmu, yale ambayo mtakayowahi katika swala muswali, yale ambayo yaliyopita katika raka mutimize. Kwa hivyo katika adabu ya kuja msikiti ni mtu kutembea katika hali ya heshima, asije yukimbia msikitini. Kama kweli ulikuwa unataka kuwahi safu ya kwanza, njoo mapema. Kama kweli ulikuwa unataka kuwahi takbira isikupite kuanzia raka ya mwanzo, njoo mapema. Lakini uko nje wajambio kukimbia, Rasul asema la, hiyo si nidhamu ya kuja katika nyumba ya Allah. Adabu ya ngapi hiyo? Ya 3. Naam, adabu ya 3. Katika adabu ya 4 ambayo ulama wametaja, watu wakija msikitini wasije na harufu mbaya. Lakini kwa wanawake haimaanishi wajipake manukato na marashi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwakanya wanawake waliomwamini Mwenyezi Mungu wakija katika nyumba ya Mwenyezi Mungu wasije ili hali wamejifukiza na marashi na udi waja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, japokuwa hawafai kuja na harufu mbaya. Ar-Rasul asema sallallahu alayhi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isha. Ar-Rasul asema mwanamke yote aliyekuja ili hali amejipaka manukato na marashi na amejifukiza bukhur, asije katika msikiti kuja kushuhudia swala na sisi. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke anapojipaka manukato inakuwa ni taabu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawaambia, idha shahidat ihdakunna al-masjida fala tamassu tiban, na mwanamke anapokuja kati yenu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu asijipake manukato na marashi. Hasa hapa naomba nitoe faida. Wanawake wanapojipaka manukato, ulama wamesema wako katika hali 4. Hali ya kwanza, mwanamke akipaka manukato yupata thawabu. Hali gani? Ikiwa mwanamke atajipaka manukato kwa ajili ya mume wake. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam atuhimiza tuwe ni wenye kutafuta sababu ya kuleta mapenzi baina mume na mke. Na katika mambo ya kumfanya mwanamke avutie kwa mume wake ni kupaka manukato na kupaka marashi. Si katika hali ya wanawake peke yake, na wanaume lazima wajitengeneze wanapokuwa na wake zao, pia wao wawe ni wenye kujipamba kwa wake zao. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, Mwenyezi Mungu asema. Na wanawake pia watakana wafanyie wema kama vile nyinyi mnavyofanyiwa wema na wake zenu. Kwa hivyo si ati kwamba yeye ajipake marashi na wewe uje na majasho juu ya kitanda. Bali Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema, uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li. Mimi napenda nijitengeneze na nijipake manukato na nipendeze kwa mke wangu kama vile mimi ninavyopenda yeye anapokuja kwangu amejitengeneza. Kwa hivyo thawabu si kwa mwanamke peke yake anapojitengeneza kwa mume wake, kadhalika mwanamume anapokuwa ni mwenye kunukia na kupendeza mbele ya mke wake, pia yeye ana thawabu. Kwa hivyo ni upande zote mbili. Kwa hivyo hali ya kwanza ni mwanamke anapojipaka manukato kwa ajili ya mume wake ana thawabu. Hali ya pili, anapojipaka manukato na ikiwa hakuna wanaume pale ambaye ni ajnabi, wanaume ambao hawawezi kumuoa, mathalan babako hawezi kukuoa kama wewe ni mwanamke, ndugu yako wa kiume hawezi kukuoa, mtoto wako hawezi kukuoa, hawa wanajulikana kama maharim. Hawa mahram wale ambao ni mahram, ukiwa umejipaka manukato, hali ya pili ukiwa na wao haidhuru, si dhambi. Na ikiwa ni mahali ambapo ni wanawake peke yake wamekusanyika, si dhambi. Mathalan katika msikiti wa Jamia 10 ya mwisho tulikuwa na itikafu. 10 ya mwisho tulikuwa na itikafu, wake na wanaume. Wanawake walikuwa peke yao kule juu. Ikiwa mwanamke ametaka kuswali salatu al-Jum'a akajipaka manukato na ni wanawake peke yake, hakuna shida. Nafikiri imefahamika. Hali ya ngapi? Hali ya pili, hali ambayo haileti fitna, imma kwa sababu ni wanawake wenzake au ni wanaume ambao ni maharim zake, si ajnabi. Hali ya tatu mwanamke kupaka manukato ni mwanamke ambaye anaipaka manukato
na hamu yake ni kutaka wanaume ambao si halali yake au wanaume ambao si mahram wake wapate kusikia hiyo harufu. Na huyu mwanamke ana dhambi kubwa mbele ya Allah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, hadith akhrajahu Abu Daud, idha ista'tarat al-mar'a famarrat ala qaumin ala al-qaum liyajidu rihaha fahiya kadha wa kadha, yani hiya zaniya, ni mwanamke aliyefanya zina. Hasa hali ya tatu, mwanamke amepaka manukato na amepita mbele ya wanaume, na hao wanaume si mahram wala si mume wake, ni wanaume ajnabi, na nia yake kubwa ni kwamba akipita mbele ya wale wanaume ili wale wanaume wapate kusikia harufu yake. Nia yake ni hiyo. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, asema idha sta'tarat almar'a, mwanamke anapojipaka manukato, famarrat ala alqaumi liyajidu rihaha, akapita mbele ya wanaume ili wale wanaume wasikie harufu yake, fahiya kadha wa kadha, fahiya kadha wa kadha, wa qala qawlan shadidan, yani hiya zaniya, ni mwanamke aliyefanya zina. Bali siku moja katika masahaba alimwona mwanamke yenda msikitini na amejipaka manukato, akapita mpaka kila mtu akipita yafuata hiyo harufu amona ni yule mwanamke. Yule akamwambia, mwambieni yule mwanamke aende akaoge janaba, ni kana kwamba amelala na mume wake, amezini. Kwa hivyo ikiwa nia mwanamke ajipaka manukato ili apate kuwafitinisha wanaume, ili apate watu wapate kumwangalia, la ilaha illa Allah, ana madhambi makubwa mbele ya Allah. Hali ya tatu au hali ya nne ambayo ulama wamesema ni mwanamke ambaye aliyejipaka manukato na nia yake si kuvutia wanaume, amejipaka wanavyosema lugha leo kwa raha zake, na akapita mbele ya wanaume si kwa ajili ya kuwavutia wanaume wala kuwafitinisha, basi huyu pia yuko katika hali ya dhambi, lakini si sawa na yule mwanamke wa hali ya tatu ambaye yupaka ili kufitinisha wanaume, wal billah. Kwa hivyo ulama wakasema mwongozo wa nne, hasatan kwa wanawake wanapokuja msikitini, wajichunge wanapojipaka manukato, wasiwe ni wenye kuleta fitna. Katika hali ya tano, hasatan kwa mwanamke anapokuja katika nyumba Mwenyezi Mungu, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, idha sta'dhanat, mwanamke akikuomba ruhusa, mke wako, binti yako amekuomba ruhusa, idha sta'dhanat ahadukum ra'atu ila almasjid fala yamna'ha, mke wako akikuomba ruhusa akakwambia nataka kwenda msikitini, usimkataze mke wako kuja katika nyumba ya Allah. Ulama wakasema katika adabu ya mwanamke ni kwamba aombe ruhusa kwa mume wake. Mume wangu, leo nataka kwenda msikitini, kwa sababu Rasul asema idha sta'dhanat, mpindi mmoja katika wake zenu akiwaomba ruhusa kuja nyumba ya Allah, msimkataze. Ulama wakataja katika adabu ya tano ambayo ni hasa kwa wanawake, lazima wawe ni wenye kuomba ruhusa. Adabu ya sita, sasa tumerudi ya wanawake na wanaume. Hayo ni nje ya msikiti, harufu, mavazi, kutembea, mwanamke kupaka manukato, mwanamke kuomba ruhusa, hayo ni nje ya msikiti. Sasa tuje msikitini ndani. Ukiingia msikiti kuna adabu ya kuzingatia. Adabu ya sita ni unapoingia msikitini, ndani ya nyumba ya Allah, kuna tendo la kufanya na kuna neno la kusema. Kuna tendo la kufanya na kuna neno la kutamka unapoingia katika nyumba ya Allah. Unapoingia msikitini, tendo la kufanya ni waingia zana mguu wako wa kulia, na neno la kusema ni hii dua ar-Rasul alikuwa akisema, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Neno la kusema na tendo la kufanya. Waingia msikitini, tanguliza mguu wa kulia, na unapoitanguliza mguu wako wa kulia,
sema dua hii: a'udhu billahi alazim, namuomba Allah nikinge, Allah aliyetukuka, wa biwajhihi alkarim, kwa uso wake uliokarimika, wa sultanihi alqadim, na ufalme wake wa zama, minash shaitani rajim, kutokana na shaitani aliyelaaniwa, aliyekuwa mbali na rahma za Allah. Kisha wasema: Allahumma, ewe Mola, iftah li, nifungulie, abwaba rahmatik, milango ya rahma. Kwa nini? Kwa sababu ukiingia katika nyumba ya Allah, hapa ni sehemu ya kumiminiwa rahma za Allah. Hapa ni sehemu ya kutatuliwa shida zako. Hapa ni sehemu ya kusamehewa madhambi yako. Hapa ni sehemu ya kuondoshewa shida uliyokuwa nazo. Hapa ni sehemu ya kukidhiwa haja zako. Kuna haja wataka, hapa ndo pahala pake. Lakini ni mpaka Mwenyezi Mungu atoe ruhusa hiyo rahma ikupate. Ndio maana waingia msikitini wasema: ya Rabbi, nakuomba nilinde kutokana na shaitan, na nakuomba unifungulie milango yako ya rahma. Na Allah akikufungulia milango ya rahma, aflaht, umefanikiwa duniani na akhira. Kwa hivyo hii ni adabu ya 6 unapoingia msikitini. Adabu ya 7, unapoingia msikitini, ushaingia, unalotakana kulifanya ni kuswali raka 2 kabla hujakaa, na hii hujulikana kama tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni kusalimia msikiti, na msikiti utakuwa ni mwenye kuswali raka 2, isipokuwa msikiti mmoja hautaswali raka 2 kama Allah amekuwezesha. Ukienda haram, umeenda msikiti mtukufu wa Makka kwa Al-Kaaba, tahiyatul masjid ya msikiti wapiga tawafu mara 7, kisha uswali raka 2. Ikiwa utaruhusiwa kufika kama uko haram. Hasa saa zingine wanakuzuia, waambiwa hujavaa ihram, umevaa nguo zako za kawaida, kaa nje. Sasa hapo utaswali raka 2. Lakini kama una uwezo, umeingia ndani ya msikiti, usikae, utafanya tawafu mara 7 na utaswali raka 2. Hii ni hukumu khas kwa Masjidil Haram iliyokuwa Makka. Ama misikiti mingine utaswali raka 2. Kadhalika anayekuja msikitini, hata kama kuna khutba, lazima swali raka 2. Ama yule anayeswali raka 2, Rasul asema katika hadithi sahih al-Bukhari, hadithi Abi Qatada: idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atayn, mmoja wenu anapoingia msikitini basi asikae mpaka aswali raka ngapi? Raka 2. Je, ikiwa imamu yuko juu ya mimbar na yatoa khutba, atakaa asikize khutba ama ataswali raka 2 mwanzo? La, ataswali raka 2. Kwa ushahidi wa hadithi wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu asema jaa Sulaik al-Ghatafani يوم الجمعة, alikuja Sulaik sahabi al-Ghatafani siku ya Ijumaa, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhutub, na mtume Mwenyezi Mungu yatoa khutba. Fajalasa, akakaa. Qala sallallahu alayhi wasallam, ar-Rasul alipomwona Sulaik amekuja amekaa moja kwa moja na ameingia msikitini, akamwambia: ya Sulaik, qum, simama, farka rak'atayn, swali raka 2. Ar-Rasul akakatiza khutba, akamwambia: umeingia, mwenuka uswali. Kisha akamwambia: watajawaz fihima, na upunguze, uswali haraka haraka, usiswali tarawih, uswali haraka haraka, raka 2 za express wanavyosema. Akamwambia: qum farka rak'atayn, enuka upige raka 2, uswali raka 2, watajawaz fihima, na uwe ni mwenye kuifupisha, usifanye ndefu. Kuna mtu mmoja hatakikani kuswali tahiyatul masjid. Akiingia msikitini hafai kuswali tahiyatul masjid. Naye ni khatib anayetoa khutba ya Ijumaa. Anayekuja kutoa khutba ya Ijumaa, sunna ni kwamba aingie msikitini, apande mimbar moja kwa moja. Kwa hivyo msiseme wewe mwenyewe mbona hujaswali, mshajua sababu. Kwa hivyo sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anayetoa khutba yeye hafai kuswali tahiyatul masjid, apanda mimbar moja kwa moja. Adabu ya 8, ikiwa uko msikitini
na ukaja mapema kisha ikaadhiniwa, hufai kutoka baada ya kuadhiniwa ndani ya msikiti. Ikiwa adhana imekupata ndani ya msikiti, usitoke, bakia uswali. Hii ikiwa hauna dharura. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kutoa mwongozo kwa masahaba. Abi Hurairah radhiyallahu anhu siku moja ikiwa amekaa msikitini, alikuja mapema, akawa amekaa, muadhini akaadhini, faadhana almuadhin faqama rajul min almasjid yamshi, akainuka mtu atembea akatoka msikitini akaenda zake. Abu Hurairah akamfuatiliza, akamwona mpaka ametoka nje ya msikiti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu akasema, amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam, huyu amemasi mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ikiadhiniwa haufai kutoka msikitini ikiwa hauna dharura. Na ulama wakasema hikma iko wapi? Hikma ni hikma mbili. Adhana imekuita kuja kuswali, hayya ala salah, hayya ala alfalah. Hasa vipi wewe waitwa hayya ala salah, njoo uswali, na wewe watoka? Kosa la kwanza. Kosa la pili ni kwamba sifa ya kukimbia adhana inapoadhiniwa ni sifa ya sheitani. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, adhana inapoitwa sheitani hukimbia huku akiachilia harufu mbaya ama ushuzi. Sheitani haezi kukaa mahali kuna adhana. Ndio maana mtu kama amepagawa na jini ama amekupata masi shaitan, katika njia kumtibu watu wa ruqya humwadhinia mtu. Shai kujiuliza kwa nini? Kwa sababu shetani hapendi kukaa sehemu palipokuwa na adhana na hukimbia. Hasa wewe inapoadhiniwa kisha ukatoka msikiti, wajifananisha na malaika, wajifananisha na shetani. Katika adabu ya 9, na hii iko sana msikiti wa Jamia, adamul murur baina yaday almusalli, usipite mbele ya mtu anayeswali. Usipite mbele ya mtu anayeswali. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Juhaym, hadithi iko katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim, maneno mazito, asema sallallahu alayhi wasallam, law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Asema sallallahu alayhi wasallam, law ya'lamu al-maru, law angejua yule ambaye anayepita baina yaday al-musalli, anayepita mbele ya mtu anayeswali, madha alayhi, amepata dhambi kiasi gani, law angejua, lakana an yaqif, angesimama ngoje, hata kama ingemchukua 40 miaka 40 ingemchukua ngojea, angengojea. Maneno mazito. Ar-Rasul asema, law mmoja wenu angeona madhambi anayopata anapopita mbele ya mtu anayeswali, hata uwe na haraka kiasi gani, hata kama ingebidi ungojea 40, siku 40, dakika 40, wiki 40, miaka 40, hata kama ungeambiwa ngoja miaka 40 usipite mbele huyo anayeswali mpaka amalize kuswali, Ar-Rasul asema lau mungejua mungengoja. Kwa hivyo hii inaonyesha hatari na makosa. Na hapa mwongozo uliokuwa ni kwamba wewe mwenye kuswali usitie watu dhiki, na wewe ambaye uliokuwa na haraka usiharibie watu swala zao. Ama huyo ambaye aliyekuwa na haraka asubiri, it doesn't cost you 2 minutes mtu amalize hiyo raka. Lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, hamujui madhambi mnayoyapata. Lau mungefunguliwa pazia muone madhambi mnaoandikiwa kwa kupita mbele ya mtu anayeswali, asema Rasul, mungengojea hata kama ni miaka 40 amalize kuswali. Sasa wewe mtu kumaliza kuswali haichukui hata dakika 4. Kwa nini kujitafutia madhambi? Na wewe ambaye unayokuja kuchelewa, usiswali barabarani,
Usiswali sehemu ambapo hakuna stara. Saa zingine nikimaliza kuswalisha salati al-maghrib, nikienda nikipita kule, kuna watu ambao waliokuja kuchelewa kwa dharura zao, wanafunga jamaa, sawa, lakini utamwona mtu katikati ya msikiti hakuna sutra mbele yake, na inakuwa shida msikiti mzima watu kupita mbele yake. Kwa hivyo wewe pia ambaye unayoswali, don't inconvenience people. Usikuwe ni wenye kuletea watu taabu. Ayuha almu'minun, ikiwa waswali na umeswali sehemu nzuri na umeweka stara au umeweka sutra. Sutra ni kitu ambayo mbao tunazoziweka huku mbele tunaposwali. Hizi sutra ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja wenu anaposwali awe ni mwenye kuweka sutra mbele yake, ili yule mtu anayepita apite mbele yake, mbele ya hiyo sutra. Mwongozo ndio huo. Lakini wewe umeweka sutra na iko nafasi, lakini amekuja mtu lazima apite baina wewe na sutra, ana lazima kupita pale. Ar-Rasul asema sallallahu alaihi wasallam, usimruhusu apite. Qala sallallahu alaihi wasallam, idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, mmoja wenu anaposwali, katika hali ya kuswali ameweka stara mbele yake, sutra. Hii ni aina ya sutra, na sunna ya sutra ni kwamba iwe ni block, isiwe na tundu, iwe ni block hivi. Hasa Rasul asema umeweka sutra mbele yako, na lazima iwe ni kubwa kiasi hii, na iwe imefinika, isikuwe na tundu. Ikiwa umeweka sutra mbele yako, kisha amekuja mtu ataka kupita baina wewe na sutra, na wewe umeweka umbali wa kuweza kusujudu, Ar-Rasul asema falyadfa'hu, mzuia asipite. Akikataa huyu ana lazima ya kupita, Ar-Rasul asema anguka naye, mpige. Asema sallallahu alayhi wasallam, fa in aba, akikataa, falyuqatilhu fa innama huwa shaytan, ni shaytani huyo, si yeye yule mtu, ni shaytani. Afanya nini? Ya msukuma. Wewe msukume, lakini mpaka tufundishe watu msianze vita jamii. Kwa hivyo mshafahamu, sio? Kwa hivyo hii ndio sutra ambayo ilikuwa hapo. Katika adabu katika msikiti tunaposwali, weka sutra, usitie watu dhiki, na ikiwa mtu ameamua wewe msukume, mzuie. Kadhalika wewe ikiwa una haraka, yule mtu hajaweka sutra mbele, mngojee hata kama ni 4 minutes. Ar-Rasul asema, lau mungejua madhambi mnayopata ukipita mbele ya mtu anayeswali, lau mungejua madhambi mnayopata, mungengojea hata kama ingewachukua miaka 40. Nafikiri maneno mazito hayo. Katika adabu ya 10, ni kwamba msifanye dili zenu za biashara hapa. Najua watu wengi hawana ofisi hapa town. Jamii imekuwa ni sehemu ya kufunga deal na hisabu na kuitishana mali. La, hapa si pahala pake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atukataza msikiti na nyumba ya Allah isitumike kwa mambo ya kidunia. Katika mambo ya kidunia, mtu amepoteza kitu, aja kutangaza, nimepoteza hivi, imam njoo nitangazie, nimekosa ufunguo wangu wa gari. Si pahala pake. Hii nyumba Allah ni nyumba yake, na imewekwa kwa ajili ya kufanya nini? Kuswali na kusoma Qur'ani na dhikr na ilmu na kutafuta ilmu. Hasa Ar-Rasul atuonya, asema sallallahu alayhi wasallam, hadith ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayk fa inna al-masjid lam tubna bihadha au lihadha. Ar-Rasul asema, mmoja wenu akija akisikia mtu asema, jamani nimepoteza kitu, au nimepoteza funguo wa gari, nimepoteza hivi, atangazio, nitangazieni, mlaani, mwambie Mwenyezi Mungu asikurudishie. Kwa nini? Ar-Rasul asema, fa innal masjida lam tubna lihadha, misikiti haijajengwa kwa ajili ya hii. Hii ni mambo ya kidunia. Imefika hadi ulama wanasema, hata mtoto ikiwa amepotea,
Hata mtu mzima ambaye amechanganyikiwa, amepotea, hafai kutangazwa katika nyumba ya Allah. Ndio maana sisi msikiti wa Jamia we have a principle, mtu akipotea ama mtoto, we don't, hatui ni wenye kutangaza. Tuchukua ile picha, tuna notice board katika msikiti tunabandika. Wengine hawafahamu kwa nini, ni kwa sababu wa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema fa innal masajida lam tubna lihadha, msikiti haijajengwa kuja kutangazia watu vitu vao ama watu wao waliopotea. Bali Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusema, idha raaitum man yabi'a au yabta'a fi almasjid faqul la arbaha Allahu tijaratak. Mkimwona mtu yafunga dili ama yafanya biashara, mtu ulikuwa mtafuta, ukawa wataka kumaliza contract akuandikia uweze kupata hiyo kazi ama aweze kukulipa, ukaanza kumuuliza hapa ndani ya msikiti, umekutana naye hapa Jamia, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema la arbaha Allahu tijaratak, Mwenyezi Mungu akusikutilie faida katika biashara yako, Allah akutilie hasara juu ya hasara. Kwa hivyo katika adabu ya msikiti ni kwamba wasakhi dunia, hii uchafu wa dunia na biashara na nini, musilete hapa nyumba ya Allah. Wa anna almasajida lillah, msikiti ni Allah. Nimetaja adabu 10, zimebakia 9. Khutba ambayo nitakayokuja kutoa itakuwa ni sehemu ya 3, kwa sababu lazima nimalize. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، على المؤمن أن يتحلى بآداب المتعلقة بالمساجد، ومنها أولا التزين والتجمل قبل الذهاب إلى المسجد. يستحب أن يتجمل الرجل بأحسن ثياب عند الصلاة، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الآداب المتعلقة بالمساجد ثانيا المشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار. يستحب أن يأتي المصلي إلى المسجد وعليه السكينة والوقار، كما جاء في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثالثا عدم حضور المسجد مع وجود رائحة كريهة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فكان يقول: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وجاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال:
إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. رابعا عدم خروج المرأة للمسجد متطيبة أو متزينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. خامسا عدم خروج المرأة دون إذن الزوج، ينبغي للمرأة أن لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ووجه الدلالة فيه دليل على أن للزوج منعهن من ذلك. سادسا تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وقول الذكر المأثور. أيها المؤمنون إذا دخل أحدكم المسجد فليقدم رجله اليمنى ويقول عند دخوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمته. ودليل ذلك ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بهذا الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. سابعا صلاة ركعتي تحية المسجد قبل الجلوس. أيها المؤمنون تصن صلاة ركعتين عند دخول المسجد، وحكي الإجماع على ذلك، والدليل على ذلك ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثامنا عدم الخروج من المسجد بعد الآذان إلا من عذر. أيها المؤمنون ومن آداب المسجد عدم خروج منه بعد الآذان إلا بعذر، ودليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. تاسعا عدم المرور بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين المصلي كما جاء من حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو نضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أخرجه البخاري ومسلم. عاشرا عدم نشر الضالة والبيع والشراء في المساجد. من آداب المسجد عدم نشر الضالة فيه وعدم البيع والشراء كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعن أبي هريرة رضي الله أيضا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة
فقولوا لا ردها الله عليك. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته القدس وثلث بكم عباد الله حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وارحم موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدميره عليه يا قوي يا متين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. إلى الله ورسوله Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.